Kwa majina naitwa Chacha Soya, ni mkurugenzi wa Soya One Limited. Nipende kutoa pongezi kwa wafanyakazi wote wa Tanzania. Binafsi niseme kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Natoa pongezi pia kwa serikali kwa kuwapa ushirikiano wafanyakazi, lakini na sisi upande wa Soya One Limited tunatoa pongezi kubwa sana kwa ushirikiano ambayo wafanyakazi nao hutoa. Binafsi niweza kusema kwamba nchi hii ina madaktari, ina wanasheria, ina machaji, ina mahakimu, wanafanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo nipende kusema serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya mengi. Nimeona leo bango linasema kwamba wafanyakazi wameridhika na kazi ambayo Mama Samia anafanya na watu wake. Najua kwamba wizara mbalimbali hazilali zikitafuta changamoto mbalimbali ili wananchi waweze kupata huduma iliyo sahihi. Hivyo sisi kama Soya One tunatoa pongezi kubwa sana. Pia kwenye upande wa sekta binafsi tumekuwa na mchango mkubwa kwa nchi. Mfano kama idara yetu ya mambo ya kiuchimbaji, wachimbaji wadogo wadogo sasa hivi wamekuwa na jukumu kubwa la kuajiri watu walio wengi, na imekuwa na mchango mkubwa sana kwa nchi, kwa sababu tukienda kuangalia sekta ya kiuchimbaji, wachimbaji wadogo wadogo hususan kama wa mkoa wa Mara, huwa kama sisi tuna wafanyakazi wengi, na hawa wafanyakazi bado wanakuwa ni sehemu ya kupunguza watu walioko mitaani. Maana sekta ya wizara ya kiuchimbaji ni sekta ambayo inachukua mtu yoyote. Haihitaji elimu, haihitaji kitu chochote. Sisi tunachohitaji ni kwamba mtu ana afya, ana nguvu, na tunaajiri. Kwa hivyo tumeajiri watu wengi ambao tunapunguza ile nguvu ambayo serikali ingeweza kutumia nguvu nyingi kufanya nini. Hao sisi ndio tunaowahitaji na tunafanya nao kazi. Najua watu ambao ni wa idara ya kiuchimbaji ninawapongeza sana pia kwa kupunguza watu wengi mitaani. Maana hao watu sasa wanafanya kazi, familia zao zinasoma, familia zao zinakula na maisha yanaenda. Hivyo ninachokiamini ni kwamba ukichukua hatua ya kufanya kazi utafikia malengo yako. Kwenye uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan wa miaka 4 tumeona utofauti wa hali ya juu sana. Leo hii mimi niliokaa hapa ninaweza kuwa na kiburi kikubwa cha kuweza kuzungumza haya ninaozungumza, ni kwa sababu ninajua kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ni serikali makini ambayo inahitaji watoto wake waweze kukua kiuchumi. Kipindi cha nyuma tulikuwa na uoga wa kuweza kuonekana hata kwenye kamera, lakini sasa hivi hatuna uoga, tunafanya kazi. Haya, kuna viongozi tulionao, kwa mfano kama sisi kama mkuu wetu wa wilaya tulionaye mahali hapa, ukienda ofisini kwake anakupokea, ukiomba ushauri anakupa. Unataka nini? Ukienda TRA ukiomba ushauri unapewa. Kipindi cha nyuma sisi unakuta wachimbaji wadogo wadogo hawana elimu. Mtu kama leo hii umechimba, umepata dhahabu nyingi, unaenda kuuza, unaanza kujiuliza kwamba hii dhahabu nikipeleka hela kwenye akaunti nitakuja niulizo kesho kwamba hii hela imetoka wapi. Lakini kwa sababu serikali ni makini na watu wake ni makini, kwa hivyo hatuna wasiwasi sisi kwenye masuala ya kiuchimbaji sasa hivi. Changamoto ni lazima ziwepo za kuweza zinatatuliwa na viongozi tulionao. Kwa mfano kama sisi
tuna RMO wa mkoa anaitwa Msuya pamoja na timu yake ya kimkoa inafanya kazi kweli kweli. Kwa hivyo zile changamoto zilizokuwepo, migongano ya hapa na pale, mambo ya ardhi, ulikuwa unakuta kwamba unaanzisha mambo ya kiuchimbaji sehemu, unachimba, ukifika kwenye mafanikio mmeingia na watu mkataba labda hata ni watu wa ardhi, kesho na kesho kutwa ukishafika kwenye uzalishaji wanakuja wanakuambia kwamba huu mkataba ni batili, uliingia na mkataba na mtu mmoja, haukuingia na familia nzima. Kwa hivyo unakuta kwamba yule mchimbaji ana madeni, amekopa hapa na pale kwenye mabenki, aidha amekopa kwenye watu ambao ni watu ambao ni wanunuzi wa dhahabu, lakini mwisho wa siku anakuja anateketeza na kupoteza. Lakini sasa hivi kwa serikali hii tulionayo ya Mama Samia Suluhu Hassan na mkuu wetu wa mkoa tulionayo sasa hivi, wakishirikiana na wakuu wa wilaya wa mkoa wa Mara, sisi binafsi tunasema kwa kweli kazi ya uchimbaji tumeipenda na tutaendelea kuidhamini kulingana na serikali inavyotudhamini sisi wachimbaji wadogo wadogo. Changamoto zipo, changamoto ni lazima ziwepo. Binafsi kwa upande wa wafanyakazi ninachowaomba, kwanza, kitu cha kwanza wawe na uzalendo. Wawe na uzalendo wa nchi, maana nchi yetu ni nchi ambayo ni nchi ya kutamanika, ni nchi ambayo ukiitafuta duniani hautaipata. Hivyo basi unapokuwa uko labda hospitali, kuna mama amekuja pale, kuna baba amekuja pale, tunaomba kwamba jamani, kama ni madaktari waweze kutoa ushirikiano na viapo vyao walivyokula, watoe ushirikiano mzuri ili kusudi watu wapate huduma, na maofisi yote Tanzania. Kwa majina naitwa Baraka Lutenga Majola, ni Chief Inspector wa kampuni ya Soyawani Limited na ni Chief Blaster wa kampuni ya Soyawani Limited. Kwa siku ya leo ya wafanyakazi duniani, kwanza nina furaha sana kwa kukumbukwa sisi wafanyakazi wa serikali pamoja na sisi wa sekta binafsi, kwa serikali inavyozidi kutujali na kutuona sisi ni wa muhimu na wa maana katika shughuli zetu tunazozifanya za kila siku kwa ajili ya kuliingizia taifa kipato. Ni kuiomba serikali itusaidie vifaa vya kisasa ili kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu za uchimbaji na tuweze kuendeleza kufanya uchimbaji wa kisasa bado kama endapo tutapata vifaa vya kisasa. Pili, tupatiwe maeneo ambayo yatatuwezesha sisi kuendelea kuzifanya shughuli zetu pasina kubuguziwa na upande wowote, ili kwamba na sisi tuweze kuliingizia pato taifa. Kwa majina naitwa Esther Bageni, nafanya kazi kwenye kampuni ya Soyawani Limited. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi. Tunamshukuru Mungu kwa kipato tunachokipata hapa kwa Soyawani, kwa sababu hii kazi tunayoifanya wakina mama inatufaa, inatusaidia mahitaji yetu, kusomesha watoto madogo madogo. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu watoto wanasoma vizuri. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi. Kwa majina naitwa Mwita Marijani, lakini pia jina la utafutaji naitwa Msako wa Bilioni 1. Najishughulisha na shughuli ya uchimbaji na kazi hizi za migodi ndizo tunazofanya. Hii siku tumeipokea vizuri na pia tumefurahia kwa sababu kazi inaenda vizuri. Serikali yetu upande wa kazi naona imeimarisha mihimili ya kazi na utaratibu wa kazi, na wametupa misingi ya kufanya kazi za migodi ni kama kuzingatia usalama na kulipa pato la taifa ikiwemo kama mrahaba. Ndicho kinachofanyika, ndugu mwandishi. Changamoto zipo mbalimbali, lakini nashukuru serikali imezitatua. Lakini kuna changamoto ambayo kidogo sisi kama wachimbaji ilikuwa inatupa ugumu wa kazi, na changamoto hiyo ni upande wa ulipaji wa mapato. Yani namaanisha kwamba kulipia, yani kwamba kwa mfano una dhahabu
yani kulipia ushuru. Kwa mfano tunachimba mawe duarani, tunalipia 20% ambayo ni ofisi ya mgodi na kata. Lakini pia hiyo dhahabu tukiosha, tukienda kuuza sokoni, pia tunakatwa mrahaba mwingine. Kwenye hiyo kidogo ndio ilikuwa inatupa changamoto, lakini tunashukuru serikali imeshirikiana na sisi.